Kule kanisani alisema mke wa marehemu anatoka kwenye ukoo wa kina Kesimbatia. Kwa hiyo inaelekea kwamba vitu vingine tunavyofanya ni kwamba wale ndugu zangu wananisapoti mimi ili katika hali ya kumzika mume wangu, ambapo wanaona kama vile wanawekwa kwamba wao si chochote, wale ndio wako wanaweza kunisapoti. Sasa hicho ndio wanataka ili ifike wazike siku hiyo, alafu ionekane yes we are the winners. Sio kwamba tukizika Jumanne ndugu zangu wananisapoti. Ofisini aliambiwa hivi, aliyemleta mgonjwa akamhudumia na aliyelipa bili ndio anaichukua mwili. Na wao wataingia kwenye system, wataangalia na kamera zote nani alikuwa anaingia na kutoka kumhudumia mgonjwa mpaka umauti umemkuta, ndio anayechukua mwili. Walivyoniuliza mimi nikasema ni mama yangu na dada yangu, mimi nilikuja kama mara mbili tu nikaondoka na leo nimekuja. Wakasema kwa hiyo maana wao ndio wenye thamani, wana haki ya kuchukua mwili wa marehemu, sio wewe, isipokuwa nenda nyumbani mkaelewane ndio nitakupa mwili mkaziki, lakini vinginevyo sitokupa tena. Nitasogeza sio Jumanne, nitakupeni siku ninayotaka mimi mwili mkaziki. Na ukienda kutushtaki sisi KSMC tumempa marehemu mke wa marehemu na mtoto wa marehemu mwili, ina maana wewe umeenda kinyume chetu sisi, na sisi tutakushtaki wewe kwa nini unachukua mwili wa ndugu yako wakati sio wewe uliyemtunza na wewe sio uliyemleta hospitali. Siko tayari kukupa wewe mwili alafu hawa kanishtaki mimi nikafukua. Kwa hiyo sheria inasema mke na yule aliyekuwa anamhudumia kama ni mtoto au ndugu yake ndio wana haki ya kuchukua huu mwili. Kwa hiyo yeye alivyoondoka akaondoka kwa ile hasira kwamba ameshindwa, na mimi dokumenti ninazo. Akaniomba nimpe zile dokumenti akalipe bili. Ndio kilichompeleka KSMC. Nikamwambia baba mkubwa, kuwa na amani. Mimi wewe nakuheshimu, bili zote nishalipa. Akaniambia basi nipe dokumenti. Sasa siwezi kukupa. Kwa hiyo ile chuki ikawa kubwa zaidi kwamba huyu mtoto ana kiburi na amewezaje kulipa hizi bili zote, kwa sababu hadi treatment ya marehemu kila kitu tulisha clear kikamumu, alafu mimi ni wa kike sio wa kiume, na wenyewe wanasema ni wanaume ndio wanafanya hizo shughuli. Mimi nimetoka wapi huko? Umeona why? Yaani kuna vitu vingi ambavyo vinaleta ukakasi hapa. Wanaona kama mimi na watoto wangu tunawadharau kwamba wao hawana. Sasa na wale wanataka na wajipandishe mabega. Kwa hiyo wanaona watu bani waturudishe chini, kwamba mnabidi mfuate uko unasemaje. Sasa mume nimemuuguza mimi, mume nimekaa naye miaka 50 na ya ndani hakuna anayejua. Ameugua, nimefanya nini, nimemogesha ni hakuna anayejua. Lakini leo hawajasaidia kwenye bili. Swali, hizo hela wanitoa wapi? Mimi ni mstaafu, sina hata pension. Baba watoto pensheni za serikali unajua 150,000 laki, kwa sababu wamestaafu siku nyingi sana. Hizo hela wametoa wapi? Huyu mama sasa hivi hafanyi kitu chochote, anatoa wapi? Wenda ndugu zake wana finance ili kumtunza mume. Sasa na hiyo pia inakuwa ni chuki. Kwa hiyo mimi nahisi kwamba kuna kitu ambacho kiko nyuma ya pazia, japo hawataki kukisema, ndio kinachofanya tufanyie fujo yote. Na sisi wanawake huko ndani ni wengi kuliko wanaume. Mwanaume ni mmoja. Na wanajua hatuna sauti. Isipokuwa ni mimi ambaye ninapiga kelele. Na mwisho wa siku naambiwa kwamba mimi na tabia mbaya. Kosa langu nini? Kama wamenirekodi siku nimetukana, walete rekodi. Lakini wao walitukana hadi jumuiya wote wamewasikia wametukana. Na jana pia wametukana. Lakini anajulikana kwamba mimi nimetukana. Japo kwamba nimeomba msamaha na kupiga magoti, lakini bado anaonekana mimi mbaya. Je, mimi nifanyeje wao warizike? Ina maana hapa hamna suluhisho. Tunachokitaka sisi na amani ya Bwana ni kwamba baba yetu apumzike, maisha mengine yaendelee. Hatuwezi kukaa tena wiki mpaka Jumamosi ya wiki ijayo tarehe 11. Hapana. Tunakuwa tumemweka muda mrefu sana. Na sisi tumelipa bili ya kumweka marehemu mpaka Jumanne. Ili Jumanne tukaenda kumchukua, hatuna kitu tunachodaiwa sisi kule hospitali wala mchukua.